and action. Yes, Wakenya hamjambo pahali popote mlipo. Adhuhuri ya leo ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio youth leader wa chama cha DCP katika kaunti ya Kiambu. Na mara kwa mara nimekuwa hapa katika vyombo za habari nikielezea Wakenya vile ambavyo mambo ya siasa inaendelea, na pia tukikosoa serikali ya Jamhuri ya Kenya kwa sababu ni jukumu letu kama wananchi wa Kenya kukosoa serikali wakati inaenda kombo, wakati tunadanganywa, wakati tunaibiwa mali yetu kama Wakenya. Kisheria ni jukumu letu kama Wakenya kuhakikisha kwamba tunakosoa serikali kila wakati. Na kwa hivyo mimi nimekuwa katika mstari wa mbele kila siku kuelimisha Wakenya na kuambia vile ambavyo mambo inaendelea bila kuogopa, bila kusurutishwa ama kuogopa mtu yeyote. Na leo nimekuja hapa kwa sababu jana kulikuwa na maandamano. Na jana ilikuwa holiday kwa sababu kiongozi wetu wa chama His Excellency Rigathi Gachagua alikuwa ameongea na akatuambia tukae nyumbani. Kuna kwenda kazini, hakuna kwenda kwa barabara. Akatuambia tukae nyumbani. At least we commemorate our fallen soldiers, wale ambao walipigwa risasi na serikali ya William Ruto mwaka wa 2024 June 25th. Siku kulikuwa na maandamano ya finance bill. Na tukiwa katika hiyo harakati ya kukumbuka watoto wetu wale ambao William Ruto waliwa na serikali yake, siku ya jana tukakaa nyumbani, tukaungana na familia zao katika hali ya kuwakumbuka, kwa sababu walikufa katika njia ya kutetea haki ya Wakenya. Walikufa kama wale ambao mababu zetu walikuwa wanapigania nchi. Na kwa hivyo tunaendelea kusimama na familia za wale watoto wote ambao walipoteza maisha yao katika hiyo siku. Na pia nipongeza Wakenya kwa sababu siku ya jana waliweka amani. Wale ambao wachache pengine walitokea kwa barabara, kina Kalonzo Musyoka, kina former CJ Maraga, kina James Orengo, tuliona wakiandamana na familia za wale ambao walipoteza watoto wao katika njia ya amani. Na tunashukuru kwa sababu ya hiyo. Na pia nishukuru Wakenya kwa jumla kwa sababu wengi hawakufungua mabiashara. Walikubaliana na kiongozi wetu ya kwamba ikuwe holiday, tukae manyumbani tukumbuke watoto wetu. Na mimi nimeona Murkomen akijaribu kuongea hapo akisema sijui it was a business as usual. Unajua Murkomen ni mtu ambaye ako dunia yake. I think Murkomen amekuwa so much excited kwa sababu ya kupatia kiti ya waziri wa usalama wa ndani. Amekuwa so excited. Kila wakati anaongea mambo yake tu, saa nyingine kama mwenye wazimu. Anaongea hadi vitu waziko. Ile kitu mimi ningetaka kumwambia, kwa sababu jana pia niona walishika vijana wetu. Niona walishika watoto zaidi ya 355. Mimi niambie Murkomen wakiwa na bwana IG, wale watoto mlishika jana hawana hatia. Hawakuwa na silaha yoyote, hakuna makosa walifanya, hakuna kitu ya mtu waliguza, hakuna mali waliharibu. Kwa hivyo sisi tunawaambia, hasa mimi nikiwa kama mtetezi wa vijana katika nchi hii, mimi nawaambia kwamba wale watoto waweze kuachiliwa. Na mimi nataka niambie mkubwa wa polisi IG, muachilie wale watoto unconditionally. Hakuna haja ya kupeleka wao kotini kwa sababu hakuna makosa wamefanya. Hawakuuza kitu ya mtu, hawakuibia mtu. Wao tu walikuwa katika harakati ya kukumbuka wenzao wale ambao walipigwa risasi na serikali. Kwa hivyo sisi tungetaka serikali iachilie hao watoto, waachiliwe waende nyumbani, na wengine waachiliwe waende kazi, na wengine waachiliwe waende shuleni wakafanya mambo zao. Kuna haja ya kuangaisha watoto, kuna haja ya kupeleka wao kotini, au si magaidi au si wakora. Kuna makosa wamefanya, walikuwa wana exercise their democratic rights ya kuandamana katika njia ya amani. Kwa hivyo basi mimi niseme ya kwamba tutazidi kukumbuka wale watoto wetu waliuliwa. Na hiyo siku vile ambavyo kiongozi wetu alisema ni holiday, itaishi kuwa holiday. Kila mwaka mwezi wa 6 tarehe 25 tutakuwa tunakumbuka hao watoto wetu mashujaa walijitokeza kupigania nchi na kukomboa Wakenya. Tutaishi kuwakumbuka. Na mimi niambie kiongozi wangu His Excellency Rigathi Gachagua, mkipata serikali mwaka ujao, kwa sababu tutawapatia serikali sisi kama Wakenya,
muhakikishe kwamba hiyo siku imekuwa gazetted officially, ikuwe gazetted holiday katika Jamhuri ya Kenya, ili miaka ijayo hiyo siku iishi kukumbukwa, kwa sababu wale watoto walipigwa na serikali wakauliwa wakipigania haki zetu kama Wakenya. Na nikiwa katika hiyo harakati, niambie William Ruto, acha kulalamika, kwa sababu naona unalalamika eti media inakuharibia jina. Acha kulalamika eti media inakuharibia jina, bwana William Ruto. Ile mambo umefanya ndio ile media inaandika. Ile mambo inaahidi wa Kenya ndio ile mambo media inaandika. Na siku ulikuwa mzuri bwana William Ruto, hiyo media tu ilikuwa inaandika uzuri wako. Sasa hivi umedanganya wa Kenya. Wa Kenya milioni karibu 60 umedanganya. Hiyo media to the same media house inasema ya kwamba unadanganya wa Kenya. Kwa hivyo acha hasira mingi. Umedanganya wa Kenya, media inasema umedanganya wa Kenya. Na media ikiongea ukweli, hapana surutisha wenye media. Hapana kuja kuongea mambo mingi vile ambavyo umezoea. Tunajua wewe ni mtu ambaye umezoea hongo kila wakati. Unapatiana pesa ili vyombo za habari waongee vile ungetaka. Sisi tunajua umezoea kusurvive na pesa kama mwanasiasa, kila wakati ni kuongana hapo na ongana hapo na ongana hapa. Vile ambavyo media houses zimeamua kuwa independent na kuambia Wakenya ukweli bila kuficha, umeanza kukasirika. Wewe juzi ulituambia media haipigi kura. Mbona saa hii William Ruto unalia? Media ikiambia Wakenya ukweli vile ambavyo unafanya, ile mambo yote maovu umefanya, ile uongo yote umeambia Wakenya na hujatekeleza, media ikisema hivyo, hapana kasirika. Sisi Wakenya ndio tuko na kura. Media kazi yake ni kuelimisha Wakenya na kuambia ukweli. Kwa hivyo niambie William Ruto, hiyo uchungu unajaribu kupotelea lazima itakushika. Hakuna tofauti yako na mama ambaye yako na mimba. Mama yako na mimba, miezi 9 ikiisha lazima kisu itamkata. William Ruto, wewe unakaa kama mama yako na mimba. Hauwezi potelea uchungu. Siku zako zinakaribia. Na miezi yako 9 ikiisha, kisu ya uchungu lazima utapitia. Kwa sababu hauwezi potelea. Hii uchungu bwana William Ruto hauwezi potelea. Ile kitu kubwa unaogopa ya aibu tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao. Hiyo aibu hauwezi potelea. Lazima itakufunika, lazima itakukumba, lazima itakushika. Kwa sababu utakuwa rais wa kwanza katika Jamhuri ya Kenya kutawala katika miaka 5 na Wakenya wanakufukuza. Ili tuweke historia kama Wakenya kwamba wale watakuja nyuma yako waweze kuheshimu wananchi, waweze kuheshimu Wakenya na wawe wanatawala bila kudanganya Wakenya. Lazima tuweke historia kama Jamhuri ya Kenya, na tutaanza na wewe. Kwa hivyo nikwambia bwana William Ruto, acha kulalamika, acha kutusi media, acha kuongea mambo mingi. Uchungu inakugojea na hiyo uchungu hauwezi potelea. Na mimi nikwambie bwana William Ruto, vile ambavyo tena tumekumbuka wale watoto ambao serikali yako iliua. Tulikuapisha mwezi wa 9 mwaka wa 2022 na ukatuahidi ya kwamba sababu tumekupatia upanga wa nchi, utalinda Wakenya kwa njia ya haki na njia ya ukweli. Lakini watoto waliuliwa wakapigwa risasi kwa amri ambayo wewe mwenyewe ulipatiana bwana William Ruto. Wamama wetu wakakatakatwa, wakawekwa kwa magunia, wakatupwa Kwale chini ya uongozi wako bwana William Ruto. Wakenya wengi wamehangaika. Wakenya wengi wameteseka chini ya uongozi wako. Watoto wetu wale ambao wanasoma bwana William Ruto wamehangaika chini ya uongozi wako bwana William Ruto. Wamama wameteseka, ulikuja ukaondoa linda mama. Leo hii wamama wetu kuzaa imekuwa kama hatia katika nchi ya Kenya. Kwa sababu wengi wameshindwa na kulipa bill za matano, wamefungiwa katika mahospitali. Ulikuja ukaharibu hiyo maneno bwana William Ruto. Umekuja unaharibu uchumi. Yale yote ulituahidi utafanya ukiapishwa, hakuna hata moja umetekeleza bwana William Ruto. Kwa hivyo acha kuruka, acha kulia. Sisi hatukuchagua media. Media haina makosa, media haina hatia. Imeambia Wakenya ukweli yale ambao uliahidi na haujatekeleza. Acha kukasirika bwana William Ruto, makosa ni yako. Acha kulaumu media. Tunajua umezoea kuwekelea wengine lawama. Lakini hii mimi nakwambia kama kiongozi wa vijana katika nchi hii, hauwezi potelea. Kwa sababu yale uliahidi bwana William Ruto, hauna aibu. Tulipokupatia mamlaka Kasarani mwaka 2022 mwezi wa 9, bei ya petroli bwana William Ruto ilikuwa 154. Leo hii tunaongea bei ya petroli iko katika 220. Bwana William Ruto, ulikuwa umetuahidi utapunguza. Kutoka dunia ianze, hakuna serikali ya Kenya ishaiongeza bei ya diesel. Bwana William Ruto, umekuja ukaongeza bei ya diesel. Ukiingia bei ya diesel ilikuwa 100. Sasa hii bei ya diesel ni 250. Umeongeza bei ya kila kitu katika nchi hii. Na kwa sababu ya hayo,
Acha kulaumu media, acha kulalamika. Ni wewe mwenyewe umekosea. Ni wewe mwenyewe ulitudanganya. Na tutakupeleka nyumbani. Kwa sababu ulishindwa kurekebisha uchumi, ulishindwa kutengeneza nchi vile ambavyo ulituahidi, na ukashindwa jambo ambalo ni la muhimu zaidi, kulinda Wakenya kwa ile upanga ambao tulikupatia. Kwa hivyo nyumbani lazima utaenda Bwana William Ruto. Na mimi niambia Wakenya, mambo iko sawa. Msikuwe na wasiwasi. Kiongozi wetu, kiongozi wa chama cha DCP, wakiwa na Stephen Kalonzo Musyoka, wakiwa na Fred Matiang'i, wakiwa na Eugene Wamalwa, wakiwa na Martha Karua Senior Counsel, wakiwa pia na rafiki yetu hapa kijana ambaye anaitwa Edwin Sifuna na kina James Orengo. Wale viongozi wote wamejitokeza kupinga hii serikali. Mimi niwaambie, sisi tuko nyuma yao kama Wakenya. Na vile ambavyo wamejitokeza kutusaidia kupinga William Ruto, kazi yetu kama Wakenya imekuwa rahisi ya kupeleka William Ruto nyumbani. Kwa sababu nyinyi kawaida mnajua ya kwamba hapa Mlima Kenya Rigiji amefunga. Ukienda kule Narok, South Rift, Rigathi Gachagua amefunga. Ukikuja hapa Nairobi, Rigathi Gachagua amefunga. Ukienda Ukambani, ukienda Mombasa, Kalonzo Musyoka amefunga. Ukienda hapa Western, Bwana Eugene Wamalwa wakiwa wanatembea gavana wamefunga pia huko. Ukikuja hapa Kisii, Bwana Fred Matiang'i amefunga huko. Ukienda kule Western pia and part of Luo Nyanza, ukikuja mpaka huko Nairobi, Bwana Sifuna wakiwa na Orengo na timu yao ya Linda Mwananchi wamefunga pia. William Ruto hana any escape routes. William Ruto hana any escape routes. Hana mahali ya kupotelea. Nyumbani Sugoi lazima atafika. Na atafika asubuhi na mapema. Kwa hiyo mimi niambia Wakenya msikuwe na wasiwasi. Safari ya kupeleka William Ruto nyumbani imekuwa rahisi. Kazi yetu ni rahisi tu kushikilia hawa viongozi wetu wamejitokeza. Wale wanaunga Sifuna mkono wafuate yeye. Wale wanaunga Kalonzo Musyoka wakae nyuma yake. Wale tuko nyuma ya Rigiji tukae nyuma yake. Wale wako nyuma ya Matiang'i wakae nyuma yake. Siku ikifika, na mimi nashukuru kwa sababu viongozi wetu wametuambia kwamba watahakikisha wako na a single candidate. Siku ikifika wakiamua ni huyu, sisi zote kama Wakenya tutapanga laini nyuma yake na tutahakikisha kwamba tumekomboa taifa, ili hata tuheshimike na nchi jirani, hata tuweke historia kama Wakenya ya kwamba Wakenya ni watu ambao wanaheshimu demokrasia, na Wakenya ni watu ambao si watu wa kudanganywa na kubebwa hivi hivi kama makabe ama viazi, ili tuweke historia na ili kuwe funzo kwa wale marais ambao watakuja nyuma ya William Kasongo Kipchirchir, Bwana Gethenji. Kwa hivyo mimi niambia Wakenya tusikufe moyo. Safari iko ya kupeleka ujamaa Sugoi. Na vile ambavyo mambo iko sawa. Mimi nikimalizia niambia William Ruto, acha kupiga jamii yetu ya Mlima Kenya. Acha kutegemea tu kupiganisha sisi na jamii ya Wajaluo. Sisi ile vita tumekuwa na Wajaluo nayo ni vita ya siasa. Na kawaida hakuna Mkenya hajui there is no permanent enmity, there is no permanent friendship in politics. Leo tuko huku, kesho tuko huku. Kwa hivyo ile vita tumekuwa nayo sisi na jamii zetu kutoka Wajaluo ni vita ya kisiasa, ni vita kushindana. Ya? Baba ya Raila Odinga alishindana na Mzee Kenyatta. Hiyo ndio ilikuwa vita. Uhuru Kenyatta mtoto wetu ameshindana na Raila Amolo Odinga zaidi ya mara 3. Hiyo tu ndio ilikuwa shida. Sasa hii sisi kama jamii ya Mlima Kenya hakuna kitu tunashindania na jamii ya Waluya, jamii ya Wajaluo. So this time sisi na Wajaluo hatuna anything to compete for. Sisi hakuna mtoto yetu na mtoto yao wanapigania viti. Hakuna. So kwa hivyo vile mtu nikwambie, naona kila siku kila uchao mpaka umetrain mawaziri wako. Kila siku wanajaribu kupiganisha sisi na jamii ya Wajaluo. Sisi hatuna vita na Wajaluo. Na sisi kama jamii ya Mlima Kenya hakuna siku hata moja tumekuwa na vita na jamii yote katika nchi hii. Ile kitu tumekuwa nayo ni mashindano. Na mashindano ya siasa ni kawaida. Iko siku Kalonzo Musyoka walifanya na Moi Kibaki. Vile Uhuru alikuja wakashindana na Kalonzo. Sisi na Wakamba hatujai kuwa na hiyo vita. Lakini watoto wetu na watoto wao walishindana. Iko siku Kalonzo wameshindana na Uhuru Kenyatta miaka 10. Kwa hivyo sisi kama jamii ya Mlima Kenya hatujawahi kuwa na vita na jamii yote hapa nchini. Ni mashindano ya kisiasa. Kwa sababu pia sisi kama jamii tuko na mambo zetu za kutaka pia pawa na pesa. Na hiyo ni demokrasia, lazima tutafute serikali. Zile jamii zingine pia vile vile pia wanatafuta serikali. Tukipatana kwa uwanja tunamenyana kisiasa. Lakini hii uhasama
na fitina unajaribu kuweka katikati yetu na hizi jamii. Sisi hatujai kuwa na vita yote. Kwa hivyo Bwana William Ruto, acha kuambia Wajaruo sijui kiti fulani sijui ilikuwa jamii fulani. Sisi hakuna siku tulisema kiti ya waziri wa fedha ni kitu ya jamii yetu. Sisi hakuna siku tulisema kiti ya CDF ati ni kiti ya jamii yetu. Tumekuwa katika tu harakati ya kutengeneza serikali kama zile jamii zingine. Na sisi hatuna vita. Kwa hivyo niambie William Ruto, shame on you Bwana William Ruto. Shame on you Bwana William Ruto. Shame on you. Acha kupiganisha sisi na jamii zile zingine. Na kiongozi wetu alikuonya hapa Olkarau akakwambia acha kupiganisha sisi na jamii zingine. Acha kupiganisha sisi na jamii zingine. Moi alishindana na Mwai Kibaki. Moi alishindana na Bwana Kenneth Matiba. Na hiyo haikuzuia sisi kama jamii ya Mlima Kenya tukuje kufanya kazi na nyinyi Bwana William Ruto. Siku Uhuru alisimama urais alikupatia kama naibu wake. Kwa hivyo sisi kama tungekuwa na shida hatungekubali Mheshimiwa Uhuru Kenyatta afanye kazi na wewe ukiwa naibu yake na umetoka kwa Wakalenjin. Eti kwa sababu Moi walishindana na Kibaki ama Moi wakashindana na Matiba. Zile vita zimekuweko za jamii tofauti tofauti hapa nchini. Ni vita ya kisiasa ya mashindano. Na mashindano sio uadui. Mashindano ya kisiasa Bwana William Ruto sio uadui. Sisi tulishindana na Moi kama jamii. Hiyo haikuzuia wewe na Uhuru Kenyatta mfanye kazi. Vile vile tulishindana na jamii ya Wajaluo. Uhuru Kenyatta wakashindana na Raila Amolo Odinga. Hiyo haikuzuia siku za usoni za Raila Amolo Odinga kabla apumzike kufanya kazi na Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo acha kupiganisha sisi na zile jamii zingine. Sisi kama jamii ya Mlima Kenya tunasimamia amani. Sisi kama jamii ya Mlima Kenya tunasimamia umoja. Sisi kama jamii ya Mlima Kenya tunasimamia haki. Sisi kama jamii ya Mlima Kenya tunasimamia ukweli. Sisi kama jamii ya Mlima Kenya tunasimamia maendeleo ya nchi. Na sisi tunatakia nchi yetu mazuri. Sisi tunatakia nchi yetu mazuri. Na ndio maana tunapinga uongozi baya. Na hii uongozi yako inapingwa na kila jamii Bwana William Ruto. Sifuna sio Mkikuyu, Kalonzo sio Mkikuyu, Eugene Wamalwa sio Mkikuyu, Matiang'i sio Mkikuyu, Orengo sio Mkikuyu. Hao watu wote wamekuwa katika mstari ya mbele wakipingana na uongozi yako ya upuzi na ujinga. Kwa hivyo acha kupiganisha sisi na zile jamii zingine. Na hiyo hautafaulu. Na ndio maana mimi nataka nishukuru kiongozi wetu Rigathi Gachagua kwa sababu alitembea nchi akiwa na baraka za jamii yetu, tukamwambia tafuta marafiki. Na yeye kama mtoto ambaye hako na hekima akatafuta cousins. Leo hii tuko na makuzo. Leo hii tuko na zile jamii zingine tumeshikana. Tumetengeneza United Opposition na tunakupeleka nyumbani tukiwa kama kitu kimoja. Ile ulitupangia shimo tuingie kama jamii 41 against 1. Wewe mwenyewe ndio utaingia na wakora wako. Kwa sababu mpaka jamii ya Wakalenjin sisi hatuna vita na wao. In any case wanapenda chama yetu. Na ndio maana juzi wakati tumekuwa na uchaguzi mdogo kule Muradiki, walipatia chama yetu kura karibu ya 12,000. Kwa sababu sisi hatuna vita na jamii yoyote. Hiyo ni dhihirisho ya kwamba sisi tutaungana jamii zote hapa nchini kufukuza wewe. Na niambia Wakenya nikimalizia, adui yetu ni mmoja. Adui yetu ni mmoja. Na uchaguzi ambao tunaelekea itakuwa baina ya makabila mbili. Kabila moja ni ya wezi, kabila moja ni ya wauaji, kabila moja ni ya majambazi, kabila moja ni ya wanyanyasaji, kabila moja ni ya wale wakora wanasema tutam, kabila moja ni ya wale wameua watoto wetu. Kabila ya pili ni Wakenya wazalendo, wale wameshikana kusema ya kwamba hawatalala, hawataketi chini maovu ya kitawala katika nchi ya Kenya. Kabila ya pili ni wale ambao ni wazalendo, wanaongea ukweli kila siku, wanatetea haki na ukweli na demokrasia katika nchi hii. Hiyo ndio kabila ya pili. Kwa hivyo hii nyingine haiko Bwana William Ruto, uko peke yako. Kwa hivyo na mimi ni shukuru, naona chairman wa IEBC ametangaza juzi akasema ya kwamba kutakuwa na uchaguzi tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao. Mimi niambie chairman wa IEBC, sisi kama Wakenya tuko tayari. Waendelee kujiandaa katika uchaguzi. Sisi tunataka free, fair and verifiable election 2027 10th of August. That is our expectations as Kenyans. Na kwa sababu mmegazeti hiyo kama siku kubwa, niambie Wakenya tujiandae na hiyo siku. Mahali popote walipo, tuhakikisha kwamba tumejiandikisha. Wale hawajajiandikisha, niwaambie registration kwa IEBC inakuanga continuous process. Moso ino constituency IEBC offices. Mambo ya kujisajili kama wapiga kura hiyo huwa haisimami mpaka pengine next year karibu mwezi wa 4 hapo. Kwa hivyo hii kipindi yote hapa karibu mwaka mmoja tuendelee kujiandikisha, kwa sababu njia ya kupeleka nyumbani William Ruto ni kura zitapigwa, ni kura zitahesabiwa, William Ruto aende nyumbani.
Kwa hivyo kwa haya machache na mengi nitatamatishia hapo ili niongee na lugha yetu kidogo. Jariria andu aitu a nyumba aria me kuria Karau, andu a nyumba itu aria mwe Karau, maitho mothe ma nyumba itu ninyu mwiroreire, ninyu meroreire, na kiama kia DCP mwihoko witu ni inyue, na muririkane wega kiama giki kia DCP ninyu mweria Rigathi wa Gachagua ni mukwenda kiama kia ruriri, nake akimuthikiriria na agika uria wothe mweranĩire na akimurehera kiama kia DCP ni project yanyu andu a ruriri, andu a Karau. Rigathi wa Gachagua ni project yanyu andu a Karau, maguta macio na mone inyu mumuhete, na nikio ugire ekumunekanya ta andu a Karau mwithurire mundu uria mukwenda thiini wa kiama kia DCP, na inyu mugiukira tene mugithura Ngotho mukirega mikora iria ingi yothe yokite kwihitha kiama-ini gitu kia DCP. Njire andu a Karau, nie ndi Kijana Musafi ndi na kura yaku kwanyu, barera murarwa no nemo ni kumuteithia imwe kwa imwe, no horo wa kurugama na kumuririkania horo wa ma na kumuririkania kuria tumite na kuria turorete, ucio ni tukuruta. Tutingienda muyo mayo, inyue ni nyumu ihenya-ini, ithuĩ tu spectators ni nyumu ihenya-ini, mutigetikire kamuti kau kagwe mutakanenganĩrĩirie haria mwico nginya tuhutie karurigi mundu ugwitwo Sami wa Ngotho agatangathwo ta muhotani mweri 16 mweri wa mugwanja. Ndamuthaitha, ni njui mikora ni miingi aria mokite kuna mbia na makunia, mbeca irabokerwo o muthenya na makunia kuria Nairobi ikarehwo kuu, mukareherwo mirĩngĩti, mukareherwo mattress, mukareherwo nginya macuka, mukareherwo nginya migate, mukareherwo mboco, mukareherwo micere, nginya angi makehotha magoka kuu kumuinyanĩria mithi na baika. Anake anyu mageria kuona kana no makigio ni mithi icio na baika maroka kuinyanĩrio kuu ni andu aria metagwo wa maboco na aria angi. Maundu macio mothe andu itu matigatume muteraini. Ndronire mutumia wa Kiaraho, nie ndikoragwo bara na atumia a ndigwa, nie ndikoragwo bara na atumia a ndigwa ndita Kijana Musafi, na nie ni ndite atumia ndire bara na atumia, no mutumia ucio wa Kiaraho ni ndiguire aria miario na ningumucokeria tondu ni wega ndimucokerie. Ndiraiguire akira andu kuu ati mathure William Ruto tondu William Ruto ni aririre muno thimu-ini aigua Kiaraho ni akua. Njira mutumia wa Kiaraho ucio ni wana na urimo, na ithuĩ na tutingĩendia rũrĩrĩ maithori ma Orabu, tutingĩendia rũrĩrĩ tondu wa maundu macio ma wana. Angikorwo he maundu muraria na William Ruto manduma mutumia wa Kiaraho, ithuĩ ndugoke kurehera rũrĩrĩ. Uhoro wa William Ruto kurera kana kwa kurera has nothing to do with Karau. Bara turarwa Karau ni okombora rũrĩrĩ, ni okombora bũrũri. Ndugoke guturehera ũrimũ na wana na mukigo ati ni arerire maithori ati igwa muthurigwo ni akua. Ucio ni wana, maundu macio matiateithia andu a Karau. William Ruto kurera maundu macio matiateithia andu a Karau. Korwo William Ruto ni endete andu a Karau, maundu macio thaa ici aratuma minister make mageke ni mangiekite Kiaraho muoyo. Na andu ti akigu ngwira mutumia wa Kiaraho, andu ti akigu, andu ti akigu mutumia wa Kiaraho. Nyumba itu ndiri yakiga, tiga kuhenia andu a nyumba itu ati William ni arerire muno aigua muthurigwo ni akua ati riu mathure mundu wa tutam. Kiaraho ari wa tutam, maundu macio marekwa thaa ici maregetwo gwikwo niki Kiaraho muoyo. Muthurigwo Kiaraho ri ari wa tutam, na andu othe ni moyo gwari wa tutam. Maundu macio marekwa thaa ici mandu kureherwo mirĩngĩti na mikondoro na macukai na mamithi na andu ciothe na mbia cia kumahĩngĩca ri, maundu macio mothe maregetwo gwikwo niki Kiaraho muoyo. Okorwo William Ruto ni endete Kiaraho, akorwo William Ruto ni endete andu a Karau uguo enda kumahenia, maundu macio maregetwo gwikwo niki Kiaraho muoyo. Mugithi waregete kurehwo niki? Barabara icio iroka kuhingũrwo kuu ni akabogo na Chirichi na andu aria angĩ, maminista othe a thirikari, maundu macio mothe maroka gwika Karau thaa ici ri, marega gwika Karau niki Kiaraho muthurigwo muoyo na ari wa tutamu. Acha kudanganya jamii yetu. Hiyo ni upuzi na ujinga. Jere andu a Karau mutigathikirie matuhu ma ngoma. Macio ni matuhu ma ngoma. Jere andu a Karau mutigathikirie matuhu ma ngoma. Muda oke kurehe maithori ma muthuriwe hau siasa-ini. Bara ya turarwa thaa ici bara ya urimu na wana, ni bara ya kuonokia ruriri. Na githurano kia Karau ndimwira andu a nyumba itu, ucio ti uhoro wa maendeleo macio murahenio hau. Githurano kia Karau kirandita maini nyumba itu kana ituite matua ma gukombora bũrũri. Giki ni kigeranio tuhetwo na maitho na bũrũri wothe ni wiroreire. Kana tukiuga ni tukainukia William Ruto kana ni kumahenia tumahenagia ka tumeraga uhoro wa ma. Bũrũri wothe ni wiroreire andu a nyumba itu ndimwire andu a Karau. Bũrũri wothe ni wiroreire kana tukiuga ni tukainukia William Ruto kana tukorwo tukiaria ma. Na kigeranio ni giki Karau. Mutikahenia uhoro wa barabara uti muruta macio. Budget ni rahitukire. Uria muguthura mundu gwitwo Ngotho athi gukora mbia cia CDF cia mwaka umwe peke yake. Gutire wira ukarutwo ona korwo ni tuta muracagura, gutire wira ukarutwo. No mbia cia CDF tu Ngotho athurwo eyokorwo account-ini. Athi he ciana basari na keirathi iria iratigarite arikiririe. Tuthie githurano kinene mwaka wa next year.
So this is not about a manifesto. And all Karau, this is not about manifesto. This is not about ati William ni arerire ati anga muka wa William ni athire kuhura mutumia wa karaho maithori akwire murume ucio wothe ni wana. Ucio wothe ni wana. Ino twarwa bara ya mau mau. Twi githaka twarwa bara ya mau mau. Oko ni twihariirie kuingata muthungu uyu muiro. Tukuonania riu kuria all Karau. Na ndimwire andu a Karau. Inyue hatiri undu Rigathi wa Gachagua atari amwira mubatie kumenya. 2022 ni tuge Uhuru wa Kenyatta aragia na thimo. Na tukauga he maundu etigagiria atatwiraga. Nikio twagwire mutego-ini wa ngoma. Umuthi Rigathi gutiri ndatwirite. Nyumba ino itu ona kungikinya muico gutwike ati Rigathi ndakaria ringi. No ndagwitiga. Gutwike Rigathi ndakaria ringi. Hatiri kaundu ona kamwe gathu citu atari atwira twita nyumba. Na ni atuonetire tubatie guikana na tungika. Hatiri undu ungi twetari ona korwo Rigathi no auge ndeguka Karau. Kuhaimba ngari iguru kumwariria ni arutite wira wake kihinyio tutingimukuithia murigo wira ora tigarite ni inyue na ndimwire andu a Karau to ni ndaiguire nginya murekirwo bathi mugatwarwo kuria Lake Bogoria na Lake Victoria mugathie mukaneagwo 10,000 ku mwitubire niguo mucoke ate muhenio muke muthure tutam andu acio maroka kumurugira nginya cabaci kwanyu na kumwarira nginya mirigiti matige ndaiguire nginya makiuga ni maroka kuhira airetu anyu mahu. Ndaiguire Oscar Sudi akiuga maroka gikinya kuhira airetu anyu mahu niguo mukamathura. Maundu macio mothe mabangite magwika mawaganu ma nyumba ino itu. Ndimwire andu aitu mutigetikire kuyo mayo. Ithue ni inyue twiroreire. Na ni inyue tu mungituhonokia karima karia turi. Ona kungiaga undu ungi inyue ni muyo horo wa ma. Mutigetikire gutuguithia, mutigetikire gutuconorithia. Na ndimwire maundu macio mothe murone maheni. Hatire kaundu kamwe mikoro ya tutam iramwira kama. Maundu macio mothe maroka kumera maundu ma maheni, makumuhingisa niguo mugwe mutego-ini wa kumaikiria kura. Andu acio twaikia kura mweri 17 ndukamona Karau ringi. Gutire hindi ukona andu acio ringi mokite kuu gwika maundu. Ndeto icio ciothe murererwo mutikamona kuu. Andu aitu mutigetikire kuhenio ndamuthaitha. Ndamutandukira nguo. Mutigetikire kuhenio. Muririkane haria tumite na haria turorete. Muririkane haria tumite na haria turorete. Ona mungiaga undu ungi muririkane ciana cianyu iria ciraitirwo thakame haha ni mundu ugwitwo William Ruto muthenya Barigisi. Muririkane Akariuki aria mahuragwo rithathi muthenya Barigisi. William Ruto athanite ciana icio ciuragwo. Muririkane atumia aria matemangirwo githoi magikirwo makunia magithima giteo kware. Na andu acio mari andu aitu. Muririkane thakame aria eititwo miaka iyo iri andu aitu magaitwo makigeria kurugamira kihoto na gutetera andu aitu. Muririkane mathina maria Rigathi agereirio ni tondu wa nyumba ino itu kumwaririria andu all Karau. Na ndimwire tukunia twatongoria. Nima andu othe mafuataga William Ruto a nyumba ino itu ni tukunia. No tukunia twatongoria ona aikia kura aria mekuhenio magwe mutego-ini. Moe bia cia William Ruto mathima twendi haria ballot-ini maikirie andu a tutam ona no tukunia. Angikorwo ni uthuire tukunia mundu wa Karau ndugetikire guikiria mundu wa William Ruto kura. Waikiria mundu wa William Ruto kura kuria Karau kakunia kau tindo kimena onawe ni muhanaine to nae no wake ya bia wendia ruriri. Mwitikire gutukurugama na ithue ona ithue ni tuhothete muno wira-ini uyu twaneturwo bia tukarega twanerwo tumwende tukarega. Rigathi ni aregire kumwendia. Ti namba cia tumire Rigathi inuke. Korwo ni namba cia Rigathi ndangeinukire. To ni angetikirite kuoya bia kwi cia William Ruto nyumba itu iyo ihinyirio inino na yuragwo. Akirega bia akiuga kurwa mana nyumba itu. Aiko Rigathi ni aregire bia kia kumwendia ri na inyu andu a Karau mutigetikire gutuneana mutigetikire gutwendia. Angikorwo kijana Musavi ni aregete bia ri. Angikorwo Methu ni aregete bia ri. Angikorwo Karungo ni aregete bia ri. Angikorwo Gaceri ni karegete mbeca ri. Angikorwo Murango ni aregete bia ri. Angikorwo Wanjiku wa Muhia ni aregete bia ri. Atongoria tu ni maregete bia cia William Ruto makaiga kuruga na nyumba ri. Ona inyu andu a Karau ndamuthaitha mutigetikire kuneana nyumba itu. Let us imitate our leaders. Aria metikirite kuruga mataitungati. Let us imitate them. Na ithu turege kwendia ruriri turugame tukombere nyumba itu. Na mweka uguo ni mukona Ngai. Na thutha uyu ni tugacoka tuture muno. Na bururi uyu ni ugucenjia muno na nyumba itu ni mukona wega. Na ni tugwiturira muno bururi uyu wa ukina iria na maundu maitu ni magathie wega na ni tugaikara wega mweka uguo andu a nyumba itu. No ihinda inini tu maundu macoke magire. Ni njui rwira harukiumo
ng'aragu nĩ njũĩ nĩ nyingĩ, nĩ tũhinyĩrĩirio biacara igathuka, nĩ tũhũtĩtio mwene William Ruto, no ruo rwĩhaga rũkiumwo, tũtigĩte oro hanini tũtobore maũndũ maitũ magĩre o rĩngĩ. Ng'aragu ya mũthenya ũmwe nyũmba itũ ndĩngĩmũraga, ng'aragu ya kĩrĩmera kĩmwe ndĩngĩmũraga andũ a nyũmba itũ, mwĩyũmiei ona gwaikara atĩa. Ndamũthaitha korwo ndĩna kura ya Olkarau nĩ ingĩgoka gũikĩria mũndũ ũgwĩtwo Sami Nũgame nyũmba itũ, no niĩ njikagĩria kura Kiambu, ndirĩ na kura ya Olkarau. Ũndũ ũrĩa ingĩka no njikirie mũgambo na ndĩmũretwo thutha wanyu. Ithuĩ tũkũmũhoera Ngai etĩkĩre mũtigatururio. Anake aitũ niĩ ndĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ, ona moka kũinainĩrio mithi na cikati kũu nĩ awa maboco na arĩa angĩ, mũtigetĩkĩre gũkĩigio hakiri. Twambe tũigie ũhoro wa mithi kando, twambe tũrũe mbara ya rũrĩrĩ. Ndamũthaitha andũ a nyũmba itũ. Kwa hayo machache na mengi, asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much.